Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza na vyombo mbalimbali vya kimataifa vya habari juu ya masuala kadhaa ya ulimwengu, ikiwa ni pamoja na suala la vita kati ya Iran pamoja na Israel. Urusi ambayo ni mshirika wa karibu wa Iran imeeleza kwamba wakati huu ipo tayari kwa lolote dhidi ya Iran, isipokuwa tu wakati huu Iran bado haikuomba msaada wa kijeshi dhidi ya taifa hilo kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Israel. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameviambia vyombo vya habari kwamba Iran haijaomba silaha wala ulinzi kutoka nchini Urusi kutokana na mashambulizi ambayo yanafanywa na Israel. Rais Putin alisema mkataba wa ushirikiano wa kimkakati uliotiwa saini na Tehran mwezi Januari kuhusu masuala ya ushirikiano wa kijeshi upo kama kawaida, lakini bado Iran inajimudu na kwamba haikuomba msaada kutoka kwao. Iran haijaomba msaada wa kijeshi kutoka kwetu, lakini tupo tayari kwa ajili ya kutoa msaada wetu dhidi ya Iran katika kusaidia kutatua mzozo huu. Mashambulizi ambayo yanaendelea baina ya Israel pamoja na Iran yameendelea kuonyesha namna ambavyo mataifa hayo mawili kila moja lina uwezo kiasi gani. Lakini wakati huu Rais Putin anaona Israel ilifanya makosa sana kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran. Rais huyo wa Urusi anasema siku ya leo Alhamisi kwamba makubaliano ya kukomesha mapigano kati ya Israel na Iran yanawezekana, na kudai kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamesababisha kuunganishwa kwa jamii ya watu wa Iran karibu na uongozi wao. Hata hivyo, nchi ya Israel ilikuwa na maono juu ya kuwatenganisha viongozi na raia wake, wakiamini kwamba ikiwa wataendeleza mashambulizi itatokea ile hali ya wananchi kuichukia serikali na kuanzisha maandamano. Lakini kwa mujibu wa Bwana Putin, anauona uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ukiwa pamoja sana na raia wake. Aliongeza kuwa hakutaka hata kujadili matarajio kwamba Israel na Marekani zitaamua kumuua kiongozi wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, lakini akasema tunaona kwamba leo nchini Iran kuna ujumuishaji wa jamii karibu na uongozi wao wa kisiasa wa taifa hilo. Putin aliwaambia waandishi wa habari wa kigeni, hili ni suala nyeti na bila shaka tunahitaji kuwa waangalifu sana hapa, lakini kwa maoni yangu suluhisho linaweza kupatikana, aliongeza Putin. Putin alisema makubaliano kama hayo yanaweza kuhakikisha usalama wa Israel na hamu ya Iran ya mpango wa nyuklia wa kiraia. Israel ilisema kampeni yake ya kushtukiza ya anga ililenga na kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, matarajio ambayo Tehran iliyakanusha. Ninaamini itakuwa vema sana kwa sisi sote kwa pamoja kutafuta njia za kukomesha mapigano na kutafuta njia za washiriki katika mzozo huo kupata mwafaka wa kuweza kuachana na mapigano hayo. Putin alisema kulikuwa na wafanyakazi zaidi ya 200 wa Urusi katika kinu cha nyuklia cha Bushehr kusini mwa Iran ambacho kilijengwa na Rosatom ya Urusi. Hata hivyo, anasema tulikubaliana na uongozi wa Israel kwamba usalama wa raia 200 wa Kirusi lazima uhakikishwe. Alisema Urusi inaweza kuendelea kufanya kazi na Iran katika mpango wake wa nyuklia wa kiraia na kuhakikisha maslahi yao katika nyanja hii. Kiongozi huyo wa Urusi pia alidai kuwa vifaa vya chini ya ardhi vya kurutubisha uranium vya Iran bado viko sawa na kwamba hakuna kilichoharibika hadi wakati huu. Kulingana na taarifa, viwanda hivi vya chini ya ardhi vipo, hakuna kilichotokea, hakuna uharibifu, Putin anasema. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano alionekana kukataa pendekezo la awali la Putin la kuwa mpatanishi katika mzozo huo, akisema rais wa Urusi anapaswa kumaliza mzozo wake mwenyewe nchini Ukraine kwanza. Nilizungumza naye jana na alijitolea kusaidia upatanishi, nikasema nifanyie upendeleo, patanisha kwako kwanza, Trump alimwambia Bwana Putin, huku akiwaeleza waandishi wa habari alipokuwa akizindua nguzo kubwa ya bendera katika ikulu ya White House. Urusi na Iran ni miongoni mwa mataifa yenye ushirikiano, na Urusi imeimarisha uhusiano huo tangu ilipoanza operesheni yake ya kijeshi mwaka 2022, na mwezi Januari walitia saini makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati wa maeneo mengi. Hata hivyo, Kiev na washirika wake kwa muda mrefu wamekuwa kishutumu Iran kwa kuipatia Urusi ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya masafa mafupi, lakini Putin alisema katika tukio lake kwa vyombo vya habari kwamba Iran mpaka sasa haijaomba msaada wowote wa kijeshi tangu Israeli ilipoanzisha kushambulia jamhuri hiyo ya Kiislamu. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.